Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema fanya kama uonavyo vyema. Fanya kama uonavyo vyema. Huo ndio ujumbe ambao tutakwenda nao siku hii ya leo. Fanya kama uonavyo vyema. Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema fanya kama uonavyo vyema. Kwa nini tunaenda kujifunza ujumbe? Kwa hiyo fuatilia kwa makini, kuna kitu ambacho leo hii utakipokea. Wengi wetu tunajiuliza tunamtumikiaje Mungu au tunaanzia wapi? Huenda Mungu ameweka kusudi ndani yako, ameweka karama, ameweka huduma au ameweka nia fulani ya kufanya jambo fulani. Sio lazima tu la kiutumishi, hata la kimaisha. Lakini unaweza ukajiuliza naanzia wapi au nafanya nini? Wakati mwingine unaweza ukawa unauliza Roho Mtakatifu ananiongozaje kufanya mambo. Kwa hiyo unakuwa wakati mwingine unabaki hapo katikati, ufanye nini hujui, utendeje hujui, uanzie wapi hujui, umalizie wapi hujui. Kwa ujumbe wa leo unakuja katika kulisahisha hilo swali au kulijibu hilo swali, tunaweza tukasema hivi. Kwa leo hii ikiwa utasikiliza kwa makini, basi kuna kitu kipya kitaingia ndani yako, lakini pia utawekwa huru pia, kwa sababu Biblia inatuambia mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Amen. Amen. Awali ya yote tujue kwanza hatua za wokovu kwa Mkristo. Hatua ya wokovu kwa Mkristo inaanza kwanza kwa kusikia Injili. Injili ya Yesu Kristo, kwamba Yesu anaokoa. Na mtu anapomwamini Yesu na kutubu dhambi zake zote, kukiri makosa yake na kuamua kuacha yale ambayo alikuwa anafanya, anapomaliza hiyo hatua na kufuata hatua nyingine ya ubatizo wa maji na kupokea Roho Mtakatifu, anakuwa amekamilisha hatua za wokovu 3. Muamini Yesu, kutubu na kubatizwa, ubatizo wa maji na Roho Mtakatifu. Huyu mtu ambaye amekuwa ameshafikia hatua, tayari Roho Mtakatifu anakuwa yuko ndani yake. Sasa jinsi gani Roho Mtakatifu anamuongoza huyu mtu? Leo ndo nataka tukajifunze ili tuwe huru. Amen. Kuna wakati ambapo utasikia sauti ya Roho Mtakatifu ukikuongoza kufanya jambo fulani, ukaisikia kama sauti ndani yako. Lakini kuna wakati ambapo huwezi kuisikia hiyo sauti ikikwambia fanya jambo fulani. Sasa wakati ambapo huisikii hiyo sauti na kuambia fanya jambo fulani, kama pengine unavyozoea ulivyoisikia wakati fulani, huo sio wakati wa kwamba Roho Mtakatifu kwa kuacha. Huo ni wakati mwingine ambao Roho Mtakatifu anataka atembee na wewe katika namna nyingine. Sasa huo ndio wakati wa wewe kujua ni kitu gani cha kufanya katika wakati. Nabii Samueli alipokuwa katika ile nyumba ya Bwana, alipokuwa kijana mdogo, alisikia Bwana akimuita jina lake, Samuel, Samuel, mara ya kwanza. Akatoka haraka akamkimbilia Eli. Akamwambia, Eli, umeniita babu? Eli akamwambia, sijakuita, nenda kalale, rudi kalale. Akarudi kwenda kulala, akaisikia ile sauti tena mara ya pili na mara ya tatu. Eli alipogundua kwamba sio yeye alikuwa anamuita bali ni sauti ya Mungu, akamwambia, nenda kalale, utakapoisikia sema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Samuel akaenda kulala, aliposikia mara 4 akasema maneno hayo, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Pale Mungu akaanza kusema na yeye. Na alikuwa anasema naye anisikia kabisa sauti, lakini si wakati wote ambapo Samuel baada hapo alikuwa anisikia ile sauti kama alivyokuwa anisikia siku namuita. Sasa huyu nabii Samuel kuna kitu alijifunza katika maisha yake, jinsi Mungu anavyofanya kazi na anavyotembea na watu. Na leo hii utajua wewe pia namna gani ya kutembea na Mungu baada ya kumwamini na kupokea Roho Mtakatifu. Namna gani ya kuishi sasa na mapenzi ya Mungu baada ya kupokea Roho Mtakatifu. Badala kungojea sauti kuambia kitu fulani, fanya kitu fulani, tenda kitu fulani, fanya jambo hili. Sasa huyu nabii Samuel, kwa sababu yeye alikuwa ni nabii na Mungu alimfunulia ambaye atakuwa mfalme katika Israeli. Akamfunulia kwamba kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Sauli ndio atakwenda kuwa mfalme katika Israeli. Sauli alikuwa ni kijana, Biblia inasema alikuwa ni kijana mzuri sana. Hapo alikuwa ni mrefu kuliko watu wote. Mungu akamchagua yeye Sauli kutoka katikati ya kabila ambalo ni dogo kuliko wote, kabila la Benjamin. Kabila la Benjamin lilikuwa ni kabila ambalo lina watu wachache kuliko makabila yote. Akamchagua Mungu kutoka katika hiyo kabila. Sauli alipofuatwa sasa na nabii Samuel na kuambia kwamba wewe utakuwa mfalme, alipata mashaka. Akasema jambo hili linawezekanaje, kwa sababu mimi ni mdogo katika kabila zote na pia katika familia yetu, kwa hiyo mimi pia ni mdogo, nawezaje kuongoza watu wa Israeli? Akawa na mashaka jinsi gani ataifanya kazi ya Mungu. Lakini kuna maneno ambayo Samuel alimwambia huyu Sauli ambayo Samuel alikuwa anayajua, na leo ndio nataka na sisi tuweze kuyajua. Amen. Sasa naomba tukasome kitabu kile
cha Samueli wa kwanza. Tutaenda kujifunza katika mifano watu wanne. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 10. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa kwanza hadi wa 7. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 7. Sikia neno la Mungu linavyosema. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 7. Biblia inasema hivi: ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Huyu ni Samueli anamtia mafuta Sauli. Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta. Hii ndio ishara sasa kwamba Bwana amemtia mafuta. Kwa alichukua ile mafuta akamtia. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Angalia ishara ambazo Sauli anapewa sasa. Anasema, utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini huko Selsa. Nao watakwambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Hiyo ni ishara kwanza, nitaifafanua. Mstari wa 3. Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe wanaokwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wana mbuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili, nao utaipokea mikononi mwao. Hiyo ni ishara ya pili. Ishara ya 3. Mstari wa 5. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, nao watakuwa kitabiri. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nayo utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kwanza tuishie hapo. Samueli alimwambia Sauli hivi, utaenda kuwa mkuu katika Israeli. Kama kawaida, hata wewe mtu akije kukuambia sasa hivi utakuwa rais, si utashtuka? Utajiuliza, mimi nawezaje kuwa rais? Nina rekodi gani ya uongozi? Huna rekodi yote. Lakini nabii anakuja anakuambia utakuwa kiongozi wa nchi. Sasa waga, Mungu akikupa kitu lazima akithibitishe. Akampa ishara 3, akamwambia hizi ishara 3 utakapoziona basi utajua kwamba ni kweli Mungu kasema na mimi kwamba nikutie mafuta uwe mkuu juu ya Israeli. Akamwambia utakapotoka hapa utaenda mbele, utakutana na watu wawili. Hao watu wawili watakupa taarifa fulani kwamba punda ambao ulikuwa unatafuta, kwa sababu wakati huo Sauli alikuwa ametoka kuwatafuta punda baba yake ambao alikuwa amepotea. Kwa akamwambia utakutana na watu wawili, alafu watakupa taarifa. Hizo taarifa zitakuwa ni hizi kwamba punda unaoenda kuwatafuta umeshapatikana, na baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anakufikiria wewe pamoja na mtumwa wako. Hiyo ni ishara kwanza. Ukitoka hapo utaenda kukutana na hao watu. Ya pili, ukitoka hapo utaenda mbele tena, utakutana na watu watatu. Mmoja kabeba anao na mbuzi, mwingine anao mikate mitatu, na mwingine anao divai. Watakupa mikate ile. Alafu ukitoka hapo mbele, ukisogea tena mbele, unapokaribia kurudi kwenu, utakutana na kundi la manabii wamebeba vinubi na vinanda wakiwa na tabiri. Manabii wa zamani walikuwa wanatembea kimakundi. Kwa walikuwa wakishajua kwamba ni nabii, wote wanakuwa na roho ya Mungu. Kwa walikuwa wanatembea kwa pamoja. Kwa utakutana na kundi la manabii limetoka mahali pa juu kutoa sadaka wakitabiri. Na wewe utashangaa, roho itakuingia ndani yako na utatabiri pamoja nao. Ukishaona hizi ishara 3 zimetimia siku ya leo, basi fahamu kwamba neno nalokuambia ni kweli. Kwa basi Sauli akatoka pale akasema, ngoja nione kama ni kweli. Akatembea yuko na mwenzake, akashangaa na kutana na watu wawili. Wale watu wanamwambia, Sauli, mbona mko huko, baba yenu anawatafuta? Punda zile ambazo umeenda kuzitafuta zimeshapatikana, baba yenu anawatafuta. Ameacha kufikiria habari za punda zilizopotea, anafikiria habari zenu. Sauli aliposikia hivyo akatia tika, akasema kila alichoniambia Sauli ni kweli. Hebu ngoja niende mbele, kama nitakutana na hiyo ishara ya pili. Akasogea tena mbele, katembea, akakutana tena na kundi la watu watatu.
kama alivyoambiwa vile vile, wamebeba wanambuzi watatu, wamebeba mikate mitatu, wamebeba na kiriba cha divai. Alafu wale watu pasipo hata kuomba, anashangaa wale watu wanampa mikate miwili. Akapiga tiki, ishara ya pili imetimia. Akawa anaendelea tena mbele. Wakati anatembea akakutana na kundi la manabii linatoka mahali pa juu. Biblia inasema wangapi? Pengine 100 200. Wanamsifu Mungu, wanatabiri, wanazungumza kwa lugha. Alipofika pale akashangaa roho ya Mungu naye imemwingia, naye akaanza kutabiri. Alipoanza kutabiri akajua sasa yale aliyoniambia nabii kule ni kweli, kwa sababu yote matatu yametimia hapo. Sasa angalia mstari wa 7 ambao ndo nataka leo hii tukajifunze. Angalia Sauli alimwambia nabii Samuel alimwambia nini Sauli? Mstari wa 7 anasema, basi hapo ishara hizi zitakapotukia, fanya kama unavyo vyema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe. Kwa akamwambia utakapoona hizi ishara 3 zimetimia na yule roho kashashuka juu yako na wewe unatabiri kama wale manabii, kuanzia wakati fanya kama unavyo vyema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe. Kwa hiyo alipofika pale na kuona ishara ya mwisho imetimia, sasa akakumbuka ile sauti nabii alimwambia kwamba nitakapoona ishara hizi kuanzia hapa na kuendelea nifanye kama ninavyo vyema, kwa sababu Bwana atakuwa pamoja nami. Sio wakati tena kuanza kumuuliza Mungu nifanye nini. Sio wakati tena kusubiria tena sauti ya Mungu. Nifanye kama ninavyoona vyema, kwa sababu kama nitakiona mimi vyema, Bwana Mungu atakuwa pamoja nami. Kwa wakati walipotoka sasa, Sauli ndo siri yake ya mafanikio ilipoanzia hapo. Akajua chochote ambacho nitakifanya na nimeshakipima kwamba ni sahihi na kiko vema, Mungu atakuwa pamoja na mimi. Kama nitakuwa nimekosea atanisahihisha. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa ninachotaka tuangalie ni nini? Jinsi mpango wa Mungu ulivyo na jinsi Mungu anavyofanya mambo. Katika siku hizi za mwisho mara nyingi sana Ibilisi naye ameingia katika kwa mfumo wa roho kudanganya, kwa sababu zinakuja roho zidanganyazo. Biblia imetabiri kwamba kutakuwa na roho zidanganyazo zinakuja katika siku za mwisho. Amen. Na Ibilisi naye anafunga mafundisho ya kweli na njia sahihi za watu kumtumikia Mungu, kiasi cha kwamba kujifunza kutembea na Roho Mtakatifu tunadhani ni kutembea kama vile mtu anavyotembea na mtu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu anavyotembea na mtu ni tofauti na sisi tunavyofikiri. Roho Mtakatifu anaweza kutembea na wewe akanazungumza na wewe, lakini Roho Mtakatifu pia anaweza akatembea pamoja na nia yako na kile ambacho unakifanya, na Bwana akawa anasema na wewe na akatembea na wewe. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa mfano sasa hivi Mungu akwambie toka hapa nenda mjini, na wewe ukaanza kutoka hapa na kufika hapo barabarani. Uwezi ukatoka hapa na kufika barabarani ukamwambia Bwana nikunje kushoto kulia. Uwezi tena kupiga tuambie ukamwambia Bwana nitembea tu ngapi. Ukifika pale mwambie, ukiwa unaenda katika desturi hiyo, Roho anaweza kukwambia hivyo vituo, uko kila kituo anakuambia fanya hivi fanya vile. Lakini ukiwa unaenda kwa desturi hiyo, nakwambia unaweza ukafika kipindi ukasikia roho zinazokudanganya ndani yako. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lakini Bwana anaweza kukwambia toka hapa, nenda mjini. Ukishafika mjini utakutana na mtu fulani. Wewe unaweza ukatoka hapa, alafu ukasema nipite hapa, ngoja nipite hii njia. Alafu nikapande labda gari pale kitu fulani. Au kama upite huku uzunguke ende kule vile. Kwa njia yote ambayo utaichagua wewe na ndani yako ukaona ni vema, pia Mungu anaheshimu, unaweza ukakutana na lile kusudi la Mungu ambalo kalisema juu yako. Lakini ukisema ngoja nitoke hapa sasa, nimuombe Bwana nikunje kushoto kulia, nipige hatua ngapi? 5 6. Roho Mtakatifu nakusubiria, siwezi kuendelea mbele, nasubiria uniambie nipige hatua. Mungu hatembei hivyo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Angalia hapa Sauli anatoka. Samuel akumwambia piga hatua 20 au 30. Kunja kuna 8 9 utakutana na watu. Anamwambia wewe nenda. Kwa utakapokuwa unaenda utakutana na kundi la kwanza. Kwa Sauli anatoka pale na mtumwa wake. Pengine akachagua nikimbie au nitembee. Kwa angekimbia bado angekutana na lile kundi. Angetembea bado angekutana na lile kundi. Bado kusudi la Mungu lingebaki pale pale. Bwana Yesu nasifiwe sana. Angetoka na kusema ngoja sasa nizunguke kule, bado angekutana na wale watu. Angesema ngoja kwanza niende mahali nipige kituo, na kweli labda kuna mahali alifika akapiga kituo, na baada ya kupiga kituo akamaliza, bado kusudi la Mungu lingetimia. Bwana Yesu nasifiwe sana. Bado ile kusudi la Mungu lingetimia vile vile pasipo kuchanganywa.
kwa sababu alikuwa ndo anachagua speed ya kutembea. Pengine angechagua njia ya kwenda, bado angekutana na wale watu. Angefika mahali akasema sasa ngoja nitulie sasa ninywe maji. Ile kundi kule na yeye kama alikuwa anatembea ile ukutani barabarani lingekuwa limesimama kule. Angesema labda ngoja nikae sasa nitulie kwanza kidogo, nimechoka kwanza nipumzike dakika 10. Na wale kule angekuwa anapumzika. Kwa kipindi angeamua sasa ngoja nianze kutembea sasa, na wale kule angeweza kutembea mpaka wakutane katika lile kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho ambacho Samueli alikuwa anajaribu kumwekea Sauli akijue. Akamwambia utakapokutana sana hizi ishara zote zikitimia, kwa jinsi utakapokuwa unaenda, kwa mapenzi ambayo utakuwa unatembea nayo, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Na ndicho hata sasa hivi tunakihitaji katika kanisa, ili tuweze kufanya na kutimiza mapenzi ya Mungu. Leo utaona mtu anakuambia nataka kumtumikia Mungu, nataka nifanye kitu fulani. Anasema nasubiri sauti niambie. Ni sahihi, kuna wakati ambapo utasubiri sauti ya Mungu ikwambie. Kuna mahali ambapo tuongozwa na Mungu. Lakini kuna kipindi ambacho unaona kuna mazingira yote. Fanya, nenda kafanye kile kitu kwa sababu Bwana atakuwa pamoja na wewe. Na kama unaenda kufanya kitu ambacho si mapenzi ya Mungu, katika kuenenda kule Mungu atakwambia hicho sio sahihi, atakurudisha katika njia iliyonyooka. Lakini nenda kafanye, nenda katende. Bwana Yesu asifiwe sana. Usingoje sauti kuambie kila dakika, kila sekunde tenda hivi, fanya hivi. Wengi wanaokuaga hivyo wanaishia kusikia sauti zidanganyazo. Na shuhuda nyingi sana, nyingi sana. Tunakwambia nimeamka asubuhi sitaki kufanya chochote, nasubiria Roho Mtakatifu aniambie. Nasubiria Roho Mtakatifu aniambie. Na anasema nasikia hizo sauti zinanong'ona. Nataka kabla ya kwenda bafuni, nataka Roho Mtakatifu aniambie. Nataka Roho Mtakatifu aniambie nichague nyanya hii au nyanya ile pale sokoni. Nataka Roho Mtakatifu aniambie hii nyanya hapana, hii inafaa. Ni sahihi tunahitaji hicho kitu. Lakini mapenzi ya Mungu ni kutembea na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatembea na sisi, anafanya kazi na sisi. Kwa hiyo unapomka asubuhi na kuomba, naomba Bwana, naomba unisaidie, naomba utembee na mimi. Naomba unisemeshe, uniongoze katika njia zangu. Anza kutoka na kwenda kufanya kile kitu. Ukiwa katika kwenda kufanya kile kitu sasa, kama si mapenzi ya Mungu, Roho Mtakatifu atakupeleka njia nyingine. Kama sio njia amekusudia uende, utajikuta tu wazo limeingia ukaenda njia nyingine. Au utajikuta kuna kitu kimetokea tukapita njia nyingine. Bado uko unatimiza lile kusudi la Mungu. Nataka nikwambie hichi ili uweze kujua jinsi ya kutembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi karama zao zimekufa, huduma zao zimekufa. Kwenda kwa mbele kumeshindwa kwa sababu wanasubiria kila dakika wasikie maelekezo fulani katika Roho. Amen. Wanasubiria kila dakika wapate maelekezo fulani, wakidhani ndio njia tu Mungu ambao anatembea nao, pasipo kujua kwamba kwa wao kufanya Mungu akiwa pamoja nao bado ni mapenzi ya Mungu. Amen. Sasa nataka nikupe mfano mwingine ili tuweze kujua jinsi mapenzi ya Mungu yanavyotimia, baraka za Mungu zinavyotimia. Katika kitabu cha Marko sura 14 na ule mstari wa 12 hadi 13. Bwana Yesu wakati anaelekea Yerusalemu, aliambia wanafunzi wake nendeni wanafunzi wake walimuuliza unataka wapi tukakuandalie ule Pasaka? Ni wapi unataka tukakuandalie ile Pasaka? Kuna maneno ambayo Bwana Yesu aliyasema pale. Sasa naomba tuangalie. Tutenda mifano minne tu, atachukua muda mrefu. Marko sura 14. Yaani ukishatoka hapo utajua jinsi gani kutembea na Mungu, utakuwa huru sana. Marko sura 14 na ule mstari wa 12. Marko sura 14 na ule mstari wa 12. Angalia pale neno la Mungu linavyosema. Marko 14 mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Anasema hata siku ya kwanza mikate sio chachwa, walipochinja Pasaka wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie ile Pasaka? Ni sehemu gani unataka tukakuandalie ile Pasaka? Akatuma watu wawili katika wanafunzi wake akawaambia, nendeni zenu mjini. Unaona hilo neno? Nendeni wapi? Mjini. Atakutana nanyi mwanamume amechukua mtungi wa mchi, fuateni. Na popote atakapoingia mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema kiwapi chumba changu cha wageni ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye mwenyewe ataonyesha orofa kubwa imeandikwa tayari, humo tuandalieni. Wanafunzi wakatoka wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Sasa tukisomaga habari tunaisoma kwa ujumla, lakini leo nataka mtu tuchambue jinsi gani ili tukio lilivyokuwa. Tuangalie jinsi kusudi la Mungu linavyofanya kazi. Bwana Yesu aliambia tutokeni nendeni mjini, tuashumu tuko hapa. Alafu Bwana tunamuuliza unataka wapi huko mjini tukakuandalia ule Pasaka.
Nyumba gani unataka ukaingia? Alafu Yesu anachukua wanafunzi wawili, labda anamchukua kijana Blaise pamoja na labda na dada Ines. Anaambia nendeni mjini. Alafu mkishafika mjini mtakutana kuna mtu kabeba mtungi. Mfuateni huyo. Alafu mahali anapoingia ingieni, kamtafuteni mwenye nyumba mwambie mahali hapo ndipo tunataka kuila Pasaka. Blaise pamoja na Ines wanatoka hapa. Hapa Kristo hajaanza kuambia mkitoka pigeni hatua 20 mbele kwanza mpate kituo. Alafu mkitoka kupiga hatua 20 mbele, mkikuta kuna kwanza kunjeni, ya pili kunjeni, ya tatu kunjeni, mkikuta labda gari fulani pandeni au labda punda fulani pandeni fike kule. Yeye aliambia tunendeni mjini. Kwa sasa hawa ndo mapenzi yao. Sasa hebu tutoke tutembee mwendo gani? Kama tutatembea haraka haraka au taratibu? Kama wangetembea haraka, wangetembea taratibu, bado kusudi la Mungu litatimia kukutana na huyo mtu uko mjini. Kama atatoka akasema mtu tupande bajaji, tupande pikipiki, bado ataenda kukutana na ule mtu kule mjini. Kwa hawa wakatoka labda wakasema ngoja tupite hapa twende tukapande pale daladala. Mjini ni wapi sasa? Twende wapi? Wanakosa jibu. Wewe bwana amembea tu mjini. Kwa akasema mjini tuchague mtu pande gari la hapa tukashukia labda Kilombero. Kwa wakati wenyewe wanafikiria popote atakapoenda kushukia mjini, bado kusudi la Mungu lingetimia. Kwa wakatoka hapa hawa wakapanda ice. Walipopanda gari wakashuka labda pale Kilombero. Wanatembea wanasema sasa bwana akatembea tukutana na mtu. Ghafla wanaangalia wanasema wanaona mtu kabeba mtungi maeneo fulani ya pale Kilombero anaenda. Anasema sio yule bwana alikuwa anamzungumzia? Ndio yule mtu mfuate. Wanafuata. Kwa angalia kusudi la Mungu limefungwa katika nia zao na mapenzi yao na mikakati yao na mahali walipokusudia kwenda. Kwa labda wangetoka hapa na kusema hebu tushukie sio mjini kule Kilombero, hebu tushukie pale Samunge. Baada yule bwana mtungi pengine naye angezunguka mpaka afike pale Samunge. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa kipindi ambacho anafika Samunge na bwana mtungi alikuwa anashafika Samunge. Wangesema hebu mjini si pakubwa. Atuendi Samunge sasa. Tunaenda labda stendi kule, stendi kubwa. Hebu tuende stendi kubwa, pengine pale ndo kuna kusudi la Mungu. Bado yule bwana mtungi angewatafuta kule. Na yule bwana mtungi alikuwa hajui chochote kinachotokea. Yeye alikuwa anajua pengine amefika kisimani. Leo ngoja nipite huku Kilombero niende nyumbani. Kwa hiyo pengine hao wangeahirisha na kusema twende Samunge. Yule bwana mtungi kule angesema leo nimechoka, ngoja nipitie pale na mtungi wangu nipitie pale Samunge, nichukue kitu fulani afu ndio nyumbani. Kumbe yule bwana mtungi kuna nguvu na msukuma kutimiza makusudi ya hao waliotumwa kutoka hapa. Lakini hao kutoka na kumwambia bwana sasa unataka tuende mjini. Je, tuingie tukimbie? Hakumuuliza hilo swali. Je, tupande punda? Hakumuuliza hilo swali. Je, tupige hatua ngapi? Hakumuuliza hilo swali. Lakini walikuwa wanajua kwamba tukienda mjini tutakutana na kile ambacho Bwana alituambia. Kwa wakatoka taratibu hao wakaanza kwenda na kweli likatimia hilo neno. Hali kadhalika ni hivyo hivyo pia Roho Mtakatifu anapofanya kazi na watu. Bwana alipoambia nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Sio wakati kukaa muda mrefu na kusema sasa ninaenda wapi leo, nafanya nini. Ukikaa hivyo utakuwa toka nenda kafanye kazi ya Mungu. Kama Bwana hajakusudia uende sehemu fulani, atakwambia mwanangu hapo sijataka uende. Toka kafanye kazi yako. Unasema kuna kazi fulani nataka nifanye. Bwana hebu nifunulie sasa, nifunulie. Usisubiri hivyo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Toka mwambie Bwana, umeniambia utakuwa pamoja nami naenda kufanya hichi kitu. Kama si mapenzi yako utanitoa katika ile kusudi. Wakati unaenda huko kama ni mapenzi ya Mungu, utaona Bwana anakuwa na wewe. Baraka zako utazikuta ziko kule. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ndio Mungu anatembea hivyo. Tasema huo mfano labda pengine hujakaa vizuri. Ngoja nikupe mfano mwingine. Mathayo sura 17 na mstari wa 24 hadi 27. Nataka ili tueleke vizuri watu wa Mungu ili tuwe huru katika roho. Tujue jinsi gani pia kutembea na Mungu. Mathayo sura 17 na ule mstari wa 24. Mathayo sura 17 na mstari wa 24 ni tokeo tena lingine la Petro. Mathayo sura 17 na mstari wa 24 na kusomea pale. Mathayo 17 24 hadi ule mstari wa 27. Angalia ile tukio linashangaza sana. Hata walipofika Kapernaumu wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro akasema, "Je, mwalimu wenu?" Nitarudia. Hata walipofika Kapernaumu wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro akasema, "Je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli?" Akasema, "Hutoa."
Na alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni, wafalme wa dunia hutoa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Na aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Lakini tusije tukakwaza. Angalia ile tukio sasa. Enenda baharini ukatupe ndoana, ukatoe samaki yule azukaye wa kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Hili ni tukio lingine. Kristo anaingia Kapernaumu. Kikawaida uwaga wageni hawalipi kodi. Wenyeji hawalipi kodi kwa sababu wenyeji ni wenyeji, wana kodi zao nakatwa. Lakini sio zile kodi za kuingia mjini kwao. Huwezi kutoka Kilimanjaro, huwezi kutoka Kenya, unaingia Tanzania ni nyumbani kwako alafu unatozwa pale kodi. Wageni wanaoingia huko ndo wanatozwa kodi. Sasa Kristo ameingia mjini kwake Galilaya, Kapernaumu huko. Alafu anatozwa kodi. Akamuuliza Petro, je, hivi ni halali wanavyotufanyia? Ni wageni wanaotozwa kodi au wenyeji? Akasema ni wageni. Sasa akasema sisi wana tuko huru, lakini tusije tukakwaza. Toka hapa Petro sasa hivi. Nenda baharini, chukua ndoano, nenda baharini. Ukishafika kule baharini, tupa ndoano yako. Samaki yule atakayezuka wa kwanza, uchukue, ufungue mdomoni. Utaona kule kuna sarafu. Ichukue ile sarafu, njoo lipa kwa ajili yangu. Ishia hapo. Petro akaanza kumuuliza Bwana, sasa hapa natoka nipande punda au niende eneo gani la bahari? Au nikae sehemu gani, engo gani huu samaki aje? Sababu baharini kuna samaki wengi. Lakini Petro alijua kabisa kwamba nitakapotoka hapa ili jambo litatimia. Haijalishi nitaenda saa ngapi, haijalishi nitafika na ndoano gani fupi kiasi gani, haijalishi chochote kile, lakini ili litatimia. Kwa Petro akachagua mwenyewe akasema ngoja nitembee, nisikimbie. Kwa sababu anakumwambia kimbia kwamba kuna samaki kule. Petro akawa anatembea mwendo anaotaka yeye. Petro pengine akapanda farasi au punda, hatujui. Petro pengine akafika mahali pale akasema ngoja nipumzike kidogo. Hebu ngoja nisubiri kidogo. Akafikiria akasema bahari ni kubwa, nikatupe wapi ndoano yangu? Hebu ngoja nichukue chombo changu, niende eneo fulani tu pale. Popote pale ambapo angepachagua, bado angetupa ile ndoano. Samaki wa kwanza yule angemfungua, angekuta ndani yake kuna sarafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa akachagua eneo lolote alilotaka. Akaenda pale akatupa ndoana. Alipotupa ndoana, samaki akaja akakamata ule mnofu, kumshusha kumpandisha juu, akamweka kwenye chombo, pengine akatupa na nyingine tena, akachukua akasema wa kwanza ni huyo, hebu ngoja nifungue mdomoni. Alipofungua kweli akakuta ile sarafu. Akasema Bwana, neno la Bwana limetimia mahali hapa. Hali kadhalika katika kufanya chochote kile. Unaweza kusema nataka kwenda kuhubiri injili, labda ni mitaani au mahali pengine popote. Usianze kusema sasa nasubiria Bwana niambie hatua hii, piga hatua hii, panda chombo hichi, usipande hiki, fanya hivi, kaa pale. Nenda pale, Bwana ameshakwambia nenda kuhubiri injili. Utakapoenda pale, samaki atakayezuka wa kwanza, pengine ni tunda ambalo Kristo ameshakwambia utalipata. Usianze kuuliza. Nenda, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Ndicho ambacho Petro alikuwa anakifanya. Yamkini sio hilo tu, hata kazi zako za mikono labda. Bwana ameshakwambia nitakubariki, nitakuwa pamoja na wewe, nitakufanikisha. Usianze kupiga magoti na kuuliza sasa Bwana anaanza kufanyaje, nafanyaje? Kama Bwana atakwambia anaweza akakwambia. Lakini fanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Una biashara yako mchicha pale, fanya, Bwana atakuletea wateja. Usianze kumuuliza sasa Bwana niende wapi? Nasubiria ufunuo niambie kama ni pale au ni pale. Tangoja mno. Bwana Yesu asifiwe sana. Niweke hizi nyenye zangu gengi langu wapi? Niweke hapo pale. Nafunga wiki 2 wiki 3. Sawa, unaweza kufanya hivyo, Bwana akakupa ufunuo. Lakini Bwana yupo na wewe. Fikiria katika hapa na hapa niweke wapi? Ukishaanza unangoja, amua, fanya maamuzi, nitaweka hapa. Samaki wako wa kwanza atakuja tu atakufuata. Kwa Petro angeamua na kusema nitatupa ndoano yangu mwisho wa bahari kule, yule samaki angeenda kufuata ile ndoano. So yeye Petro kwenda kumtafuta samaki. Samaki ndio anayemtafuta yeye. So sisi kwenda kutafuta baraka za Mungu. Baraka za Mungu ndio zinatutafuta sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa popote pale ambapo upo, Mungu ameshakuahidia kile kitatimia kwako, lakini fanya kitu, usikae na kungoja. Petro angeweza kusema sasa Bwana Yesu nasubiria uniambie nichukue ndoano ina gani? Ile tengenezwa na fundi gani? Maana mafundi wengi wako wengi, kuna wengine ni wakala wa shetani, kuna wengine ni watumishi wako. Je, nichague ndoano gani? Kungekuwa kuna kitabu kirefu sana pale cha maelekezo ambacho Bwana Yesu asingeweza kujibu chote. Anaweza kumwambia Petro sasa nenda kachukue mnofu ina fulani, chukua ndoano ina fulani, nenda sehemu fulani, samaki nenda kakae katika jiografia fulani, kaa pale subiria, kisha unajua ndio utupe pale ndoano.
ingekuwa ni maelezo mengi, lakini alimwambia kwa ujumla tu, wewe nenda. Kwa Petro akatoka akaenda kule na akakutana na hizo baraka. Bwana Yesu nasifiwe sana. Namalizia mfano wa mwisho afu tunaenda kuomba. Nataka tu ili tuliweke ili tuweze kufanikiwa katika mambo yetu tunayofanya. Mfano wa mwisho ni kipindi ambacho kulikuwa kuna njaa katika Israeli. Kulikuwa kuna njaa katika Israeli. Ile njaa ilikuwa ni kubwa kiasi cha kwamba kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa. Punda kichwa chake kilikuwa kinauzwa, watu wanakula. Ilifika kipindi watu wakawa wanakulana kule. Kwa sababu majeshi ya Shamu walikuja kuzunguka ule mji. Yalivyozunguka ule mji wote, ukawa kuna mtu anayeingia wala anatoka. Wale waliokuwa ndani wakaanza kufa njaa. Njaa ikawa kali na mfalme yuko ndani. Washamu wakawa wamezunguka, majeshi yamezunguka ule mji. Njaa ilikuwa nzito mpaka watu wakaanza kulana. Ushafikia hatua? Yaani mama anakula mtoto wake. Njaa ndio ilifikia kiwango hiko. Ilifika kipindi kinyesi, mavi ya njiwa, Biblia inasema alikuwa anauzwa. Sio yanapatikana bure, yanauzwa kama chakula. Watu wanakula kinyesi cha njiwa. Kichwa cha punda kinauzwa gali, watu wako mjini. Njaa hiyo sio njaa kawaida. Maana watu walikufa na chakula kile kinapatikana gali sana. Sasa katika hiyo hali, katika mazingira, Elisha akatoa unabii kwamba mpaka kufikia kesho milango itafunguka ya chakula. Sasa ilipofika kesho, kitu kilichotokea ni kwamba wale maaskari ambao wamezunguka ule mji, Mungu aliwasikilizisha sauti za majeshi ya farasi. Kwa hiyo waliposikia majeshi ya farasi wakaogopa, wakafikiri ya kwamba Waisraeli wameenda kuajiri majeshi ya Misri, wameajiri majeshi ya Misri kuja kupigana nao. Kwa hiyo wakakimbia, wakaacha zile nyara, wakaacha mavyakula pale, wakaondoka kambini, wakakimbia, wakaacha vyakula na nyara zote pale. Kwa nini waliondoka hivyo? Kwa sababu huwezi kukimbia na mizigo. Kwa hiyo wepesi wakaacha mavyakula pale, kwa sababu wanakokwenda watavikuta vyakula. Wakaacha kila kitu. Na vile vyakula vilikuwa ni vingi kiasi cha kwamba wale maskari walikuwa wanakaa pale hata mwaka mzima wanazunguka mjini, kwa walikuwa na chakula kingi. Wakaacha vyakula vyote, wakakimbia, wakarudi katika miji yao. Sasa wakati wameondoka, wana Israeli huko ndani hawana taarifa. Lakini kulikuwa kuna watu wawili, wakoma wawili walikuwa kule ndani ya mji. Hawa wakakaa wakajiuliza, wakasema sasa hapa tunakufa na njaa. Tunakufa na njaa. Sasa tuchague moja, tukae huko ndani tufe au tuende kule pengine tutakuta wale Washami watatupa chakula. Wakawa na tafakari pale. Tuondoke tubaki, tuondoke tubaki, tuondoke tubaki. Mwisho wa siku wakasema, wacha tuondoke, kama kufa tutakufa. Wakatoka, wakaenda katika zile kambi za Washami. Ajabu ni kwamba wakakuta kule Washami kambi ni nyeupe. Ikabidi kwanza waanze kufika pale na kuanza kula kwanza wao kwanza. Wajiweke vizuri kwa sababu kwa wamefunga siku nyingi. Wakala baadaye ndipo wakatoa taarifa kwamba huku bwana kuna nini? Kuna nafaka. Waisraeli wote wakaja wakachukua chakula. Sasa nataka tusome habari afu nitafafanua, baada hapo tunaenda kuomba. Kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ile ya 6 na mstari wa 24 hadi ule wa 30. Neno la Mungu linasema, ikawa baada ya hayo Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakausuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha. Kichwa cha punda aliyekufa ushamchinja kichwa chake. Maanake ng'ombe waliisha huko mjini, kulikuwa hamna chakula tena, nyama za kawaida kulikuwa hakuna. Na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Kibaba ni kichombo kidogo kama kibakuli hivi. Anasema kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamuita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nitakusaidiaje mimi, ya sakafuni au shinikizoni? Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumle, naye amemficha mtoto wake. Ikawa mfalme aliposikia maneno ya huyo mwanamke, aliyararua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta, na watu wakaona, na tazama alikuwa amevaa magunia ndani mwilini mwake. Mama anafika stage anamla mtoto wake. Wanakubaliana na mwenzake, anambia sasa leo tutamla mtoto wangu alafu kesho tutamla wako. Wakamchukua mtoto ule, wakamchinja, wakamweka kwenye maji, wakamchemsha, wakala nyama ya mtu. Baada ya kula ile nyama ya mtu, mtoto mama mmoja na mama mwingine wamela mtoto wa kwanza, kesho ni zamu ya mama mwingine. Yule mama mwingine akasema mtoto wangu nitamla. Mama kusikia vile akaona sasa hili naenda kushtaki kwa mfalme. Angalia jinsi njaa ilivyokuwa kali kiasi cha kwamba tukaondoka. Akaenda kushtaki kwa mfalme, akamwambia mfalme, nina kesi
Huyu ndugu yangu tumemla mtoto wangu siku ya kwanza, siku ya pili ilikuwa ni zamu yake kula mtoto, tumle mtoto wake, kamficha. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kilichotokea pale, mfalme akakasirika, akasema kama Elisha ataendelea kuwa hai, basi mimi kesho na mimi nipate madhara. Akawa amekusudia kwenda kumuua Elisha kwa sababu Elisha alikuwa nabii kipindi hicho. Na alikuwepo mjini na yeye. Akatuma watu kwa Elisha kwenda kumwambia, kwenda kumkamata ile uawe. Elisha alipokuwa anasikia watu wanakuja, roho Mungu ikamshukia ndani yake. Kwa sababu alikuwa anaenda kuuawa Elisha. Akatoa unabii, akamwambia paka kesho, kufikia siku ya kesho, hicho chakula ambacho nyinyi mnakitamani kitauzwa kwa bei ya chini sana. Mtu mmoja alidhi yake akasema hilo jambo litawezekana hata Mungu afungue madirisha mbinguni. Akaambia wewe kwa kuwa umesema hivyo utaona kwa macho lakini utakula. Na ilitokea hivyo kweli. Kesho yake sasa ndio wao wakoma, likajia wazo la kutoka kwenda kwenye kambi ya Washami. Na alipoenda kwenye kambi ya Washami wakakuta wapo, ndio wakachukua chakula, wakaambia watu nafaka zipo, wakaenda wakala, wakachukua nafaka kwa ajili ya kuja kujipoza, kuja kula na kutimiza mahitaji yao. Sasa ninachotaka tuangalie ni hawa wakoma. Hawa wakoma walikuwa wako ndani ya mji. Wakasema tukikaa hapa tutakufa. Hawakufunuliwa na Mungu watoke kwenda kule. Mawazo yao tu, fikra zao, akili zao, mapendekezo yao, wakasema hapa tutakufa na njaa. Kwa wakati wanafikiria wakasema ngoja tuende kule, kama kufa tutakufa, tumekusudia kufa tutakufa. Kama Mungu amekusudia tuwe hai, tutakuwa hai. Tutaenda kutafuta chakula. Kupitia wakoma wawili, wokovu kaja katika Israeli nzima. Elisha japokuwa ni nabii lakini hakufunuliwa kwamba chakula kitapatikana kwa Washami. Yeye alifunuliwa tu kwamba kesho kutakuwa kuna chakula. Basi walioleta wokovu kwa Washami ni hawa wakoma wawili. Wakatoka wenyewe, wakaenda kwenye ile kambi. Wakakuta kumbe kuko wazi. Kumbe chakula kipo hapo. Tuko tuna hofu tu. Kumbe chakula kimefunguliwa hapo. Wakaenda wakavuna, wakarudi kuwapa taarifa. Yamkini na wewe kuna mali tayari baraka zipo. Unasubiria sauti, unasubiria nabii, unasubiria uombe kitu fulani. Usingoje, kafanye. Bwana Yesu nasifiwe sana. Usingoje, nenda kafanye. Wengi ambao sasa hivi tunafundishwa hichi kitu hususan makanisani, kwamba unafanya kwa akili zako. Hiyo umefanya kwa akili zako. Amen. Umefanya kwa akili zako, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akwambia. Roho Mtakatifu anaenda kwa kanuni ambayo tumejifunza hapa. Kuna wakati ambapo Bwana atakwambia kwa sauti kabisa fanya kitu fulani. Kuna wakati atakuzuia. Lakini kuna wakati utasikia chochote. Je, utakuwa unasubiria? Sio wakati wa kusubiria, utaenda kufanya kile kitu. Katika kufanya kile kitu, Bwana atakuwa na wewe. Kama Bwana si mapenzi yake ukifanya hicho kitu, atakutoa katika mstari. Ndio kitu ambacho Sauli alimwambia Sauli kwamba ukitaka kuona hizo ishara, fanya kama unavyo vyema. Bwana Yesu nasifiwe. Huko shuleni unasema sasa nataka Roho Mtakatifu anifunulie nisome leo somo gani? Usingoje, chukua kitabu, anza kusoma. Unakaa unashikilia neno la Mungu hapo, unasema Roho Mtakatifu naomba uniambie nisome kitabu gani? Bwana Yesu nasifiwe sana. Anza kusoma. Roho Mtakatifu atakupeleka pale alipokusudia. Utaanza kusoma kitabu cha Mwanzo. Katikati ya kusoma, kusudi la Mungu litaingia ndani yako. Utaona Mungu anakutoa pale, pengine anakupeleka kwenye kitabu ambacho alikikusudia. Lakini ukisema ngoja nisubirie sasa, Roho Mtakatifu hajaniambia ndani nisome kitabu gani, nalala. Utangoja sana. Bwana Yesu nasifiwe sana. Utangoja sana na hautatimiza lile kusudi. Katika mambo mengine yote ya kimaisha ni hivyo hivyo. Yote katika maisha ni hivyo hivyo. Kuanzia eneo la kazi zako unazotaka kufanya. Umeangalia sasa, umeanza kuangalia kuna fursa fulani, mwambie Bwana kati ya hizi naomba unionyeshe. Hujasikia sauti ya kunani, usikae na kungoja usema sifanyi chochote, anza kufanya. Kama ni kazi zako za mikono, ni biashara yako, anza kufanya. Katika hicho ambacho utakifanya, Mungu atakuwa na wewe. Maadamu unaye Roho Mtakatifu, amani yako ndani yako, Mungu atatembea na wewe. Ndio maana hata kipindi ambacho Bwana Yesu alikuwa anaambia wale wanafunzi, anapeleka wale wanafunzi, akaambia nendeni katika mji. Alafu mkikuta nyumba fulani ingieni huko. Amani yenu ikimkalia yule pale, ikikaa pale, kaeni hapo. Akwambia msisikie sauti fulani. Anasema tu amani, utakaposikia amani ipo ndani yako. Na akiwepo mwana wa amani pale utakapoenda, kwamba kuna amani imekaa pale, kwamba ni kaeni hapo. Anasema kaeni, kuleni, kunyweni vya kwenu hapo hapo. Akaanza kuambia mkifika pale subirini sasa muweze kusikia sauti kwamba mmeambiwa mkae hapa. Amani yako inaamua nini? Unakuwa sehemu wakati mwingine unaenda sasa, kuna hii kazi nataka kufanya, lakini naisikia amani katika hiyo. Usitumie muda mrefu sana kuanza kutafuta kuhakiki kwamba ni Mungu nini. Anza kufanya kile kitu, tenda hicho kitu. Kama si Mungu, anajua jinsi gani ya kukutoa hapo. Hiyo amani yako ndio njia ya Mungu kukupeleka katika mafanikio yako.
Amani ile unasikia ndani yako ndio njia kukupeleka katika makusudi ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa ile amani inapokuja ndani yako, nenda pale. Mwisho wa siku utaona faida na baadaye utakuja kumshukuru Mungu na kujua kumbe Mungu alikuwa amenikusudia huko. Kumbe Mungu alikuwa amenikusudia katika njia hii. Watu wengine wanatembea na Mungu pasipo kujua. Kwa sababu wanaweza kufikiria bado ni akili zao, lakini Mungu anatembea na wao. Wale watu ambao walikuwa wanaenda Emau, ngoja nitumalizie mfano wa mwisho, Luka sura 24. Wakati wanaenda Emau, walipokuwa wanaenda njia yao, wanatembea njiani, kumbe Kristo alikuwa anaambatana nao hawajui. Kristo aliambatana nao hawajui. Baadaye ndio kuja kumbe tulikuwa tunatembea na Yesu tangu zamani. Kumbe tulikuwa tunatembea na Yesu tangu zamani. Kwa njia walikuwa wanaendea, Kristo kaambatana nao hawajui. Itafika kipindi ambacho unafanya kazi ya Mungu, alafu utasema pengine hizi ni akili zangu. Siku moja utaje kuonyeshwa kumbe kipindi kile Kristo alikuwa anatembea naye. Mimi nilikuwa najiona ni mimi, kumbe Kristo alikuwa pamoja na mimi. Kumbe tu fahamu wangu ulifungwa, nilikuwa nadhani ni akili zangu tu. Kumbe ni Kristo alikuwa anatembea na mimi. Kumbe hicho nilichokuwa nakifanya, kumbe Kristo alikuwa pamoja na mimi. Kumbe ile idea ambayo nilikuwa naona kama ni mawazo yangu tu kutoka kwenda kufanya uinjilisti, kwenda kufanya kitu fulani kizuri, kwenda kufanya huduma fulani, nilikuwa najua ni mawazo yangu, kumbe Kristo alikuwa anatembea na mimi. Kumbe ni Kristo alikuwa ananipeleka. Kumbe Kristo alikuwa ananiongoza. Ndio kitu kilichotoka leo Emau. Walikuwa wenyewe wanaenda wanatembea. Baadaye ndio unakuja kugundua kumbe Kristo tulianza kutembea naye tangu kule. Tumekuja kumuona hapa dakika ya mwisho, kumbe nilikuwa naye tangu kule. Yeye alikuwa anatusemesha ni yeye. Yeye alikuwa ananifundisha, anatufundisha kule ni yeye. Sisi tulikuwa tunadhani ni mtu tu, kumbe ni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu unaweza ukavifanya ukadhani ni wewe, kumbe si wewe. Ni Mungu amekusudia atembee na wewe katika hiyo. Kwa ukiwa na desturi hii katika maisha yako, ukiwa unajitengea katika msingi huu, utajikuta unatimiza mapenzi ya Mungu kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kitu ambacho neno la Mungu linatufundisha. Fanya kama unavyo vyema. Ndio kitu ambacho Mungu alikuwa anafundisha Sauli. Kwa hiyo hebu chukua hii hatua siku ya leo. Usikae na kungoja muda mrefu. Unaona kuna kitu fulani kwenye kazi ya Mungu katika kanisa, unahitaji ukifanya. Usiseme, hebu ngoja nisubiri Roho Mtakatifu aniambie. Fanya. Unataka kufanya kitu fulani, kifanye hicho. Kitabu cha Efeso anasema yoyote aliyoyastaa, yoyote yenye sifa njema, yoyote yenye kupendeza, yatafakarini hayo. Yoyote yani yenye sifa njema, yoyote yenye star, yoyote yenye kupendeza, yatafakarini hayo. Kwa ukiyatafakari mambo hayo na kuyafanya, Bwana atakuwa na wewe. Amen. Kwa hiyo ndio ujumbe ambao siku leo nataka tujifunze. Neema ya Kristo itusaidie tuweze kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiwa unalala, ukiwa unaamka, panga mambo yako. Usikae na kutokupanga mambo. Panga mambo. Usiseme tu sipangi mambo kwa sababu nasubiria Roho anipanga mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipopanga mambo yako, shetani atakusaidia kuyapanga. Panga mambo yako, weka mikakati ya kwako wewe mwenyewe. Fanya kuna mikakati hii nayo hii na hii. Ipeleke mbele za Mungu. Mwambie Bwana na mikakati hii na hii katika maisha yangu, katika huduma. Naomba unisaidie katika hii. Weka mikakati, sema Bwana naomba unisaidie. Katika hiyo Mungu atatembea nawe. Kama si mapenzi ya Mungu atakutoa katika ile kusudi. Yeye anajua jinsi gani ya kukutoa. Lakini panga mambo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima uwe mtu wa kupanga vitu vyako. Mikakati yako ipange, ratiba zako zipange, kila kitu kipange, eka mpangilio wa kila kitu wewe mwenyewe. Alafu peleka mbele za Bwana, mwambie Bwana, hii ndio mipango yangu. Hata kwenye kuomba, unapoenda kumwambia Bwana naomba mapenzi yako yatimizwe juu ya maisha yangu. Usiende tu kumwambia Bwana naomba mapenzi yako yatimizwe juu yangu, alafu wewe huna kitu ambacho unakitaka. Kristo hakuomba hivyo. Kristo alipokuwa alijua kabisa kwamba anaenda msalabani. Lakini alimwambia Bwana naomba uniepushe. Kikombe hiki kiniepuke. Lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Kwa Kristo ni yake naye pia alikuwa ni kwamba kile kikombe kimwepuke mateso yale. Lakini mapenzi yako yatimizwe. Na wewe mkaa na ile cha kwako ulichokipanga. Ninacho hiki na kifanya hichi. Na naenda kukifanya hiki, Bwana. Sitasubiri sauti, nitaenda kukifanya hiki. Mapenzi yako yatimizwe. Bwana atakusaidia. Hicho ulichokiplan, kama ni mapenzi yake kitatimia. Kama si mapenzi yake atakutoa na atakupa amani. Lakini usikae bila plan yoyote. Usikae bila kufanya kitu fulani. Fanya, Bwana atakuwa na wewe. Mungu alikuwa na Petro, alipoenda Bwana Yesu, Roho Mtakatifu alikuwa na Petro alipoenda kuvua samaki, alikuwa pia na wale bwana wawili walienda mjini wakakutana na yule bwana, atakuwa na wewe katika kile anachokifanya na hala ataruhusu mguu wako upotee. Amen.
Kwa hiyo ndio sifa au neema ambayo sisi watu wa Mungu tunao. Mungu hawezi kuruhusu tuweze kupotea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Basi naomba tusimame, alafu tutaenda kumuomba Bwana akatusaidie neema ya kuendelea mbele. Ujumbe unakuja kwa ajili yetu sisi kuomba neema kuendelea mbele. Wangapi wanataka kuendelea mbele? Sasa hakuna kujikwaa kuanzia leo. Hakuna kujikwaa. Kama ulikuwa unataka kumtumikia Mungu, usianze kusita sasa. Ni wakati wa kuendelea mbele. Ulikuwa unataka kufanya kitu fulani, kazi yako mikono, usianze kusita. Ni wakati wa kuendelea mbele. Bwana Yesu nasifiwe sana. Ulikuwa unataka kufanya kitu fulani kizuri, chochote kile, sio wakati wa kusita, ni wakati wa kuendelea mbele. Kwa hiyo tunaenda kumwomba Mungu, na tuliomwomba Mungu jua hili likaongezeke hiyo neema. Amen.